kadiri ya kila kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta. Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, wameingizwa katika hali ya wenye haki. Anasema kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Haleluya. Kutii kwa mtu mmoja kuliingizwa wengi kwenye haki, lakini kuasi kwa mtu mmoja ukaingiza watu wengi kwenye dhambi. Haleluya. Kuna watu unapitia changamoto ni kwa sababu kuna mahali ulikoswa kutii wazazi wako, ulikoswa kutii wakubwa zako, wakatamka maneno mabaya, ikawa laana na ikasababisha vizazi na vizazi. Kulaniwa kwa mtu mmoja kunaweza kusababisha vizazi na vizazi kuteseka. Amesema kutii kwa mtu mmoja kutasababisha balaa kwa watu wengine, lakini kuasi kwa mtu mmoja kunasababisha dhambi kwa watu wengine. Haleluya. Yawezekana tunapoishi kuna mahali tumeshindwa kutii watu wa Mungu. Haleluya. Labda ulikosa kumtii mkubwa wako, ulikosa kumtii mchungaji, labda bahati mbaya au nzuri akaongea neno baya, kwamba utaona na walimwengu. Unashangaa siku hizi kuna shida unapitia wewe na familia, kumbe kuna laana ilitokea kwa sababu ulishindwa kutii. Haleluya. Haleluya. Naomba wazazi muwe makini sana unapokuwa unaishi na watoto. Haleluya. Hata mtoto asipokutii muite umkanye. Ukimtamkia jambo lolote lile baya unakuwa umelaani yeye na kizazi chake. Kuna watu wanapitia shida na changamoto kwa sababu walikoswa kutii, na ndiyo maana wanapata tatizo na matatizo kwenye maisha yao yote. Maana kutotii kwa mtu mmoja kunasababisha laana vizazi na vizazi, lakini kutii kwa mtu mmoja kunasababisha baraka vizazi na vizazi. Tuishi kwa kuthaminiana, tuishi kwa kupendana, na tuishi kwa kutii. Haleluya. Kila mmoja umuone kama ndugu yako, maana yake sisi ni wa mmoja katika Kristo. Kuna sababu ya kutii katika Kristo. Haleluya. Kama ni watoto, tujifunze kuwatii sana wazazi wetu. Hata mtoto anaweza akaonyesha tabia mbaya, lakini muombe Mungu akusaidie usimtamkie jambo baya kwa sababu amekosa kukutii. Haleluya. 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 Kama mtu asipotii mmoja atasababisha dhambi kwa watu wengine. Manake mmoja asipotii inaweza ikasababisha laana vizazi na vizazi na vizazi. Siku hizi wazazi wengi sana wamewatamkia watoto wao maneno mabaya mpaka yanamtesa. Ukichukulia ni kawaida, kwa sababu watoto wengi sana vijana siku hizi tumekoswa nidhamu kwa wazazi wetu. Na sometimes unakuta mzazi unamkosea mara kwa mara, anatamka jambo baya, na anapolitamka kumbe tayari ardhi zimesikia, imekuwa laana, na tunaishi kwenye maisha ya kusema tunateseka, kumbe kuna mahali tumekosa kutii sauti ya Mungu, tukaishi kwenye shida na matatizo. Sema amina. Sema amina. Unakuta kuna wachungaji, mtu anaanzisha kanisa. Haleluya. Lakini anaamua acha ile kanisa afungue kanisa lake, na yule mchungaji ambaye wameanza naye anaondoka pale kwa maneno, kwa kumtukana. Hivi unafikiri kama wewe utafanikiwa? Haleluya. Unapoachana na mtu, hakikisha unaachana naye kwa uzuri. Haleluya. Unaachana naye kwa wema. Hiyo ndiyo kutii. Haleluya. Hiyo ndiyo kutii katika Kristo. Hiyo ndiyo kufuata jambo ambalo umeambiwa na mtu aliye juu yako. Kristo alinyenyekeza
akatii mpaka mauti. Sio kwamba alikoswa kitu, ili alitii, akanyenyekea, akafa msalabani kwa ajili yetu, ili sisi tukombolewe. Maanake mimi na wewe tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo kupitia kutii kwake. Haleluya. Unapotii sauti ya Mungu, unapotii maneno kutoka madhabahuni, itakusababishia baraka za wewe na vizazi vyako. Haleluya. Haleluya. Baraka unazobarikiwa wewe zitadumu vizazi na vizazi. Haleluya. Haleluya. Ukimbariki mtoto, atabarikiwa yeye na uzao wake wote. Lakini jua ukimlaani, atalaaniwa yeye na vizazi vyake vyote. Haleluya. Kuna changamoto unayoishi, jua kuna chanzo cha tatizo lake. Haleluya. Yaani ukiona unapitia changamoto ya aina yoyote yule, jua kuna chanzo chake. Hakuna ugonjwa pasipo chanzo. Sema amina. Sema amen. Kwa hiyo kila changamoto unayopitia, jua kuna chanzo chake. Yawezekana ukutii, ukajiona wewe ni bora kuliko wengine, zikapita laana, zikapita balaa, zikapita mikosi, na siku hizo unazidi tu kuendelea tu maisha kawaida, unaona simple. Haleluya. Ninaomba tutii katika Kristo. Haleluya. Tutii sauti ya Bwana, lakini kubwa zaidi tuheshimu sana maneno yanayotoka madhabahuni. Haleluya. Haleluya. Anaweza kaja mtu hapa akaongea tu neno ukachukulia la kawaida, kumbe kwenye ulimwengu wa leo liko na nguvu sana. Chungaji anaweza kuambia hakikisha Jumanne unakuja. Haleluya. Wewe kusema si amesema tu, kumbe lile neno limetoka katika kinywa cha Bwana. Na usangae kuna sehemu utakiwa uende na hauendi, na kanisani ujaja. Kwa sababu gani? Lile neno linalotoka katika madhabahu inakuwa ni sauti ya Mungu. Tujifunze kutii. Haleluya. Tujifunze kutii. Haleluya. Hata kama ni viongozi wa kanisa, kila yoyote ambaye amepewa kazi ya kanisani tayari ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Tujifunze kutii. Alafu ujue kwenye kanisa kila mmoja yuko na nafasi yake. Haleluya. Kwa kila mmoja anatakiwa kuheshimiwa kwa nafasi yake. Haleluya. Haleluya. Waimba sifa nyosha mkono. Waimba sifa nyosha mkono. Waimba sifa nyosha mkono. Nyosha tu mkono. Asema amina. Viongozi wa kanisa, komiti nyosha mkono. Nyosha mkono. Komiti nyosha mkono. Wapiga vyombo nyosha mkono. Akina mama, vijana nyosha mkono. Watoto, kwani kuna mbasi sijamtaja hapo? Kuna mbasi sijamtaja? Haleluya. Haleluya. Manake kwenye kila kanisa kila mmoja yuko na nafasi yake, na kila mmoja anatakiwa aheshimiwe kwa nafasi yake. Haleluya. Kwa sababu kama upo kwenye idara ya vijana, hiyo unatakiwa uishikilie, na kupitia hapo Mungu afanyeje? Aonekane. Haleluya. Haleluya. Hakikisha kwenye kanisa kuna sehemu unasimama. Haleluya. Uwe kuna sehemu. Haleluya. Mbali na kuja kuhudhuria ibada ya kila Jumapili, hakikisha kuna sehemu umesimama. Haleluya. Haleluya. Kwenye idara ya mama haupo, kwa wababa haupo, kwenye komiti ya kanisa haupo. Haleluya. Kwenye praise haupo, kwenye vijana haupo. Tukuweke wapi? Haleluya. Haleluya. Hakikisha mbali na kuja kuhudhuria ibada ya Jumapili, hakikisha kuna sehemu unakutanaga wewe na Mungu wako. Haleluya. Kwenye kanisa hakikisha kila mmoja uwe na sehemu unaposimama kuifanya kazi ya Mungu, tofauti na nini? Na kuwa muumini. Haleluya. 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 Sote hapa ni wanafunzi katika nyumba ya Bwana. Amen. Amina. Lakini mbali na kuwa mwanafunzi, hakikisha kuna sehemu ambayo unasimama wewe na Mungu wako.
Haleluya. Kwa sababu kila mmoja yuko na sehemu katika idara yake, na kila mmoja anatakiwa aheshimiwe kwenye hiyo idara yake. Haleluya. Haleluya. Hata akija mchungaji akienda kwa vijana atawaheshimu. Haleluya. Kwa sababu anatambua ni vijana wapo na idara yao. Haleluya. Hata akija kiongozi wa kijana anapokuja kwa mama atawaheshimu, atawatii, kwa sababu hiyo ni idara yao. Na maisha ndivyo yalivyo. Mheshimu kila mmoja kwa nafasi yake. Haleluya. Mheshimu kila mmoja kwa wakati wake. Haleluya. Haleluya. Acha unapoinuliwa ukawa na cheo cha juu sana, uwe cha msingi nyenyekea. Unaponyenyekea kwenye kazi yako, Mungu anakupandisha. Haleluya. Unaponyenyekea kwenye biashara yako, Mungu anakupandisha. Lakini unapokaa sehemu, mimi bwana nasega pale bwana, tunajenga ile kanisa, maana yake unaanza kujisifia, unaanza kujiona kwamba wewe ni bora zaidi kuliko wengine. Haleluya. Utakuwa unajikosesha baraka za Mungu. Ili ufanikiwe, hakikisha uwe ni mtu wa kutii. Haleluya. Na uwe ni mtu wa kujishusha. Haleluya. Ili Mungu afanyeje? Akupandishe. Haleluya. Ukijishusha, Mungu anakupandisha. Ukijiweka chini, Mungu anakuweka juu. Haleluya. Lakini ukijiweka mbele, na Mungu anakuacha. Haleluya. Kwa sababu wewe unaona unaweza peke yako, na Mungu anakaa pembeni. Haleluya. Tujifunze kutii katika Kristo. Haleluya. Tumheshimu kila mmoja katika nafasi yake. Kwenye kanisa kila mmoja ana umuhimu mkubwa sana. Haleluya. Yaani wewe unavyojiona, haleluya, bila wewe ibada haiendi. Haleluya. Yaani bila wewe Mungu hapendi. Maana Mungu anapenda akuone Jeni, amuone Jenifa. Haleluya. Maana yake hata usipokuja kwenye ibada, uone aise, kumbe mimi nikikosekana kuna kitu hakipo sawa kwenye kanisani. Haleluya. Yaani wewe ujioni wa samani katika nyumba ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Kwamba haleluya. Kwani watu wote leo wapo kanisani? Wapo kanisani wote? Lakini wakiwepo viti vyote vitajaa. Haleluya. Maana hata ukikaa nyumbani ujiona aise, kile kiti changu kile kitakaa bila mtu. Kwa sababu unajua na mimi kwenye kanisa nina umuhimu mkubwa sana. Kutokuwepo kwangu kuna kitu fulani kitakosekana. Haleluya. Nisipokuwepo kile kiti kitakosa mtu akukalia. Haleluya. Maana kwenye kanisa kila mmoja ana umuhimu wake, na kila mmoja ana kazi yake. Haleluya. Unavyoona mkono huu, vidole havilingani, sema amina. Maana yake kila kimoja kina kazi yake, lakini vipo ndani ya mkono huu moja. Hivyo kwenye kanisa, kila kidole, kila ulivyo mkono, maana kila mmoja ana sehemu yake, lakini wote tunaunganika sehemu moja kutukuza ufalme wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Tutii katika Kristo. Tujifunze kunyenyekea, na ndivyo tutakavyomuona Mwenyezi Mungu. Haleluya. 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 Siku hizi tumeyapa kipaumbele mambo mengi sana ya kiulimwengu kuliko kazi ya Mungu. Haleluya. Tumeathirika sana na mambo mengi sana. Tumekoswa kumuona Mungu, na mwisho wa siku tumeishia kulalamikia watumishi wa Mungu. Mchungaji yule ana upako, mchungaji yule hajuagi kuomba, mchungaji yule hawezi kumfungua mtu, mchungaji yule ana chochote. Lakini jifikirie, chanzo ni wewe mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Usikimbilie kumlaumu mtu. Rudi nyuma kwanza ujiangalie. Je, mimi nipo sahihi mbele za Bwana? Haleluya. Yaani kama haujajiandaa kupokea, utawekewa mikono, utawekewa na miguu, lakini utakao muone Mungu. Haleluya. Haleluya. Mungu anataka mtu aliye mnyenyekevu wa moyo, mtu aliyejiandaa kupokea, mtu aliyejiandaa kutoka kwake,
na Mungu ndo atakavyokujia. Haleluya, haleluya. Lakini ukikaa pasipo kumtafuta Mungu, kwa madhalau, kwa maneno, kwa kusengenya, kwa kuwaongelea watumishi wa Mungu, utokao muone Mungu. Haleluya. Na kitu ambacho unatakiwa usikifanye, sema yote lakini usije ukamzungumzia mtumishi wa nani? Wa Mungu. Manake mtumishi wa Mungu ni chombo cha nani? Cha Mungu. Ndiye anayeongea na nani? Na Mungu. Haleluya. Manake unapoongea tayari Mungu amesikia. Sijui hiyo laana utafanyaje? Haleluya. Jifunze kutowazungumzia maneno mabaya watumishi wa nani? Wa Mungu. Anasema dhambi zote watasamehewa wanadamu, lakini sio dhambi ya kumkufuru Mwenyezi Mungu. Tujifunze kunyenyekea sana na kutii sana na kuheshimu sana watumishi wa nani? Wa Mungu. Tukifanya hivyo, Mungu ataonekana na Mungu tutamuona kwenye maisha yetu. Tumpigie Bwana Yesu makofi ya nguvu. Tujifunze kutii katika Kristo. Haleluya. Semeni kweli, na kweli itakufanya uwe huru. Haleluya. Kila mmoja hapa akisimama akasema mimi nimeokoka, nataka nifanye kazi ya Mungu kisawasawa, hakika tutasonga mbele. Yaani amini tutasonga mbele. Lakini shida, umeokoka Jumapili, sema amina. Yaani kuna walokole wa Jumapili, si unanielewa? Yaani anakuja kila Jumaa full stop. Yaani kuna walokole wa Jumapili, si wapo jamani? Si wapo? Yaani yeye nikija kila Jumaa basi, kwenye mikutano hutomuona, kwenye vikao hutomuona. Je, hata kama unafanya kazi ndio, lakini miezi hadi mwezi upataki siku hata kwa wiki? Aya basi unafanya kazi asubuhi, hata jioni saa 1, saa 2. Haleluya. Manake unakuta kwenye kanisa kusanyiko kubwa kama hili, ambao wamesimama kabisa kuifanya kazi ya Mungu ni wachache. Na ukiona mwenzako anafanikiwa, vitu vyake vinaenda mbele, unaanza kujiuliza, hivi kwa nini tuna sadaka kanisa moja? Kwa nini mambo yako yanaenda? Je, unasimama sawa sawa na mapenzi ya Mungu? Unasimama sawa sawa na anavyopenda Mungu? Ninaomba leo jitambue kwamba wewe ni wa thamani katika nyumba ya nani? Ya Mungu. Na usimame ukimtafuta nani? Mungu. Uwe mtu aliyeokoka kweli kweli. Tukisema ni maombi, kila mmoja akasimama tukamwomba Mungu na atajibu. Haleluya. Lakini wakati tumesimama kusanyiko lote, lakini wala ambao wamezama rohoni, wanaomtafuta Mungu kabisa ni wachache. Haleluya. Kwa tutaishia kuwa na ibada za kawaida, mambo ya kawaida, yani simple tu kirahisi. Lakini kila mmoja naomba kuanzia leo ajitambue kwamba yeye ni wa thamani ndani ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Hata unapokuwa nyumbani, yani jione kwamba uwepo wako ni mkubwa sana mbele za nani? Za Mungu. Hakika tutasonga mbele na kazi ya Mungu itaendelea. Baraka za Mungu duniani tutazipata, lakini pia tutabarikiwa mara 100 wapi? Haleluya. 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 Najua ukiwa naongea alafu kaona watu wamenyamaza, maana yake wamekuelewa. Sema amina. Kama kuna aliye basi apige makofi na vigelegele. Haleluya. Sema amina. Ndivyo ilivyo. Tusishi kizembezembe kwenye kazi ya Mungu. Haleluya. Ya tunataka hapa ukiwa ni wakati wa kusifu, yani uone kila mmoja kama una kitu kilio kinakusumbua huku kinaondoka. Yani maombi mengine usubiri hata uombewe. Yani wewe ukiingia kwenye kusifu, msifu Mungu katika roho na kweli. Unataka kama kuna kitu kile kinakufanyaje? Kinajiondoa chenyewe, kwa sababu Yesu ameshatoka ndani yako. Haleluya. Tukiingia kuabudu, weka simu chini, weka kila kitu chini,
unaanza kuabudu wewe na Mungu wako. Utashangaa mambo mengine hata hujawahi kuyasema, lakini Mungu anajifungua yeye taratibu mwenyewe. Haleluya. Lakini wakati wa kusifu, huyu anaenda nje, huyu anaenda kulia, huyu anaenda kushoto. Hata wale ambao walikuwa rohoni unawatoa rohoni. Haleluya. Haleluya. Mimi nimenyosha mkono hivi, nasikia mtu ananigusa hapa, sitashtuka. Sasa ndio nimeanza kabisa kuabudu na nyosha mkono. Alafu nasikia unamtoa mtu kwenye uwepo. Haleluya. Lakini kila mmoja akisimama, ni wakati wa kusifu ni kusifu kweli. Ni wakati wa kuabudu ni kuabudu kweli. Mungu tutamuona. Ni wakati wa kutoa tukatoa kweli. Ni wakati wa kuhudhuria mkutano tukahudhuria kweli. Alafu Mungu asionekane. Haleluya. 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 Hapo vipi? Mbona mmenyamaza hivyo? Haleluya. Haleluya. Kila mmoja sema mimi ni wa thamani mbele za Mungu. Sema mimi ni wa thamani. Basi kama wewe ni wa thamani, jua bila wewe kuna pengo kanisani. Haleluya. Haleluya. Yaani pastor usipokuwepo, hicho kiti tutakiona kina mtu. Haleluya. Haleluya. Yaani usipokuwepo pale, hicho kiti tutakiona kina mtu. Kwa sababu wewe ni wa thamani mbele za nani? Za Mungu. Uwepo wako ni mkubwa sana. Basi kila mmoja akitambua hilo, kwamba mimi ni wa thamani mbele za Mungu. Haleluya. Hakika kazi ya Mungu itasonga mbele, na sisi sote tutafanyaje? Tutafanikiwa na tutauona uwepo wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Kuna wengine ndio tunasali tumeokoka, lakini tunaogopa hata kuambia watu Bwana asifiwe. Au tulipo hataki tuambie tunasalia wapi. Kwa sababu gani? Maana unapokuwa kule nje na wokovu wako wa kanisani ni vitu viwili tofauti. Haleluya. Wapo yani kanisani atakwambia iseme mpendwa, Bwana asifiwe. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Anakuja kabisa kwa unyenyekevu wote. Utasema ni malaika wa wapi? Lakini akifika kule nyumbani, Mungu goodbye, naingia kwenye maisha yangu. Haleluya. Kwa utakuta hata kule anapoishi watu wajua kwamba wewe ni mwokovu. Haleluya. Utawaficha wanadamu, utamficha mchungaji, lakini Mungu anakuona kila mahali. Hivyo basi, ukitaka kumtafuta Mungu, mtafute Mungu kweli. Kama umeokoka, okoka kweli. Usiwe sababu ya watu wengine kutokufanikiwa. Haleluya. Yawezekana tunaomba maombi mengine yajibiwi, kumbe shida ni wewe. Basi badilika. Badilika. Tumtafute Mungu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Kama unaona unapenda kuwa mtu aliyeokoka, lakini bado kuna mambo ya duniani yanakusumbua, njoo kwa mchungaji. Mwambie askofu, lakini mbona hii tamaa ya pomba iishi? Haleluya. Kwa sababu hatuwezi kulingana. Ndiyo wokovu unaopenda na Mungu unaopenda, lakini kuna mashtani amekushikilia. Haleluya. Njoo usaidike. Usiliaibishe kanisa. Haleluya. Kama umeokoka, amua kuanzia leo umeokoka kweli. Uwe mwokovu kanisani, uwe mwokovu nyumbani, na uwe mwokovu wapi? Kazini. Ikawe sababu ya watu wengine kuja wapi? Kanisani. Haleluya. Haleluya.